anatutaka tuendelee kuishi kwa namna ile ambavyo anajifunua kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni rahisi sana tukamfahamu Mungu kwa upande mmoja. Ni rahisi sana tukamfahamu Yesu kwa upande mmoja. Yesu ni Mwokozi, ni kweli. So tukamfahamu Yesu kwa namna hiyo. Lakini tukijua ya kwamba Yesu au Mungu anajifunua kwetu kwa namna tofauti tofauti, tutaendelea kumfahamu Mungu katika viwango tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata katika maisha ya kawaida ziko familia ambazo baba, mama na watoto wanaishi kwa namna ambavyo kila mmoja anaonekana kwa mwenzake kwa nafasi ile aliyonayo. Ukikuta familia ambayo watoto wanaishi kama watumwa, kama wajakazi, mke anaishi kama dada wa kazi, maana yake familia hiyo haina fellowship ya pamoja, haina fellowship ambayo inawaweka pamoja na kila mmoja akaishi katika nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuliangalia mambo kama mawili hivi kwa habari ya jinsi Mungu anavyojifunua kwetu. Nilisema maono ni mwongozo wa Mungu kukujulisha mambo yapasayo kuyatenda au namna ambavyo unastahili kuishi. Lakini pia nilikwambia unapopewa maono, hatua ya kwanza ni kuyapokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nataka tuangalie jambo la tatu. Maono yanakupa jukumu la kufanya. Maono yanakupa jambo la kufanya. Ukisoma kile kitabu cha Ezekieli sura ile ya 40 na ule mstari wa 2, Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ezekieli sura ile ya 40 mstari wa 2. Ezekieli sura 40 ule mstari wa 2, Biblia inasema, ukianza na ule wa kwanza, katika mwaka wa 25 wa kuhamishwa kwetu, mwanzo wa mwaka, siku ya 10 ya mwezi, katika mwaka wa 14, baada ya kupigwa mji, siku hiyo hiyo mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, akanileta huko. Katika maono ya Mungu alinileta mpaka nchi ya Israeli, akaniweka juu ya mlima mrefu sana, ambao juu yake palikuwa kana kwamba ni umbo la mji upande wa kusini. So mstari wa 3, akanileta huko, na tazama,
alikuwapo mtu ambaye kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwa shaba, naye alikuwa na uzi na kitani mkononi mwake na mwanzi wa kupimia. Akasimama karibu na lango. Mtu yule akaniambia, mwanadamu, tazama kwa macho yako, sikia kwa masikio yako, ukaweke moyoni mwako yote nitakayokuonyesha, maana umeletwa hapa kusudi nikuonyeshe haya. Tangaza habari ya moyo utakayoyaona kwa nyumba ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Ezekieli alipelekwa mahali, Biblia inasema kwamba akachukuliwa hata mji wa Yerusalemu. Haya yalikuwa ni maono, yalikuwa ni maono. Haimaanishi ya kwamba Ezekieli alichukuliwa katika mwili mpaka Yerusalemu, lakini kwa jinsi ya maono alipelekwa mpaka katika mji wa Yerusalemu. Na alipofika kule, anasema akapelekwa juu sana, mahali pa juu pa mji. Alipofika pale, akatokea mtu akazungumza naye, akamwambia, nimekuleta mahali hapa kwa kusudi. Liko jambo ambalo nataka nikuonyeshe, ambalo utahitaji au watu wangu wanahitaji kulijua. Kwa hiyo utatakiwa jambo hilo kulisema kwa watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Maono, Mungu anapokuonyesha maono ni kwa ajili ya kusudi. Ana jambo ambalo anataka ufanye, ana jambo ambalo anataka kupitia yale maono ulifanya. Inawezekana likawa ni la kwako binafsi, au inawezekana likawa ni la familia yako, au likawa ni la ukoo wako, au likawa ni la kabila lako, au la mji wako, au la taifa lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini siku zote unapopata maono, ujue kwamba liko jambo ambalo Mungu amekusudia ulifanye. Liko jambo ambalo Mungu anataka ulitende kwenye maono hayo. Kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 26. Mambo ya Nyakati wa Pili ile sura ya 26, ukisoma ule mstari wa 5, anasema, Amieli wa sita, samani, Nyakati wa Pili 26. Nimekwenda Nyakati wa kwanza. Nyakati wa Pili 26 ule mstari wa 5. Biblia inasema, akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu, na muda alipomtafuta Bwana Mungu alimfanikisha, akatoka akapigana na Wafilisti, akauvunja ukuta wa Gathi na ukuta wa Yakobo na ukuta wa Yabne na ukuta wa Ashdod. Akajenga mji katika Ashdod na katika
na katikati ya Wafilisti. Mungu akamsaidia juu ya Wafilisti na juu ya Waarabu waliokuwa Gulbani na juu ya Wameuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona mtumishi wa Mungu hapa anapewa maono. Yale maono ndani yake yalikuwa na kazi ya kujenga. Ukitazama katika hali ya kawaida ya kibinadamu, unaweza ukaona kabisa ya kwamba huyu hakuwa na uwezo wa kufanya yale mambo aliyoyafanya, lakini kwa sababu Mungu alimfunulia, kwa sababu Mungu alimuonyesha, tunaona ya kwamba anakwenda kujenga mji katikati ya maadui. Bwana Yesu asifiwe. Anawapiga Wafilisti, anayapiga mataifa mbalimbali yaliyokuwepo mahali pale, na katikati ya yale mataifa anajenga mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akikufunulia jambo, nilisema toka siku ya kwanza, usijidharau, usijione ya kwamba ufai. Mungu anataka kutumia vile ulivyo. Unajua, siku zote Mungu katika madhaifu yetu ndipo Mungu anapojidhihirisha. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu Mungu akijidhihirisha katikati ya udhaifu, atakayepewa utukufu na heshima ni Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mungu akijidhihirisha katikati ya udhaifu, yeye ndio anapata utukufu na heshima. Kwa Mungu anapojifunua kwako, usijidharau, usijione ufai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakumbuka habari za Musa. Tulisoma habari zake kwenye kile kitabu cha Kutoka, ile sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Kutoka inatuonyesha Musa alipoambiwa habari za kwenda kuwatoa wana wa Israeli, yalikuwa ni mafunuo. Ndio maana nasema nitageuka sasa nipate kuyaona nini maana ya maono haya. Maana yake Mungu alikuwa anajifunua kwake kama Mungu, na ndipo mahali ambapo Mungu alijitaja jina lake kwamba mimi niko ambaye niko. Mungu alijifunua kwa Musa, lakini angalia ubinadamu. Musa alikuwa anajua habari za Farao, alikuwa anajua habari za Misri. Kwa hiyo alipokuwa anaambiwa nenda kwa Farao, alikuwa anaelewa ni kitu gani. Kwa hiyo usije ukamshangaa alipokuwa anajitetea kwamba mimi sijui hata kuongea, siwezi kuongea. Lakini tunaona kwa kuwa yalikuwa ni mafunuo ya Mungu kwa Musa, Mungu hakujali ule utetezi ambao Musa alikuwa anautoa. Na vivyo hivyo Mungu anapojifunua kwako, unaweza kujaribu kujitetea, unaweza kujaribu kujieleza, unaweza kujaribu kupiga chenga kama Yona, lakini Mungu akisema, ujue kwamba atalitimiza jambo alilosema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Musa pamoja na kutokujua kusema, lakini ndiye aliyekwenda kwa Farao. Haleluya. Amen. Haleluya. Na hatuambii mahali popote kama vile Musa alipofika kwa Farao hakusema. Hatuambii, Biblia haisemi kama vile
kwamba sasa alipofika kwa Farao, ile hali aliyokuwa anasema ya kwamba hawezi kusema, hakusema, aliendelea kusema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema Musa akamwambia Farao, Mungu wa baba zetu. Kwa hakuwa tena Haruni, hakuwa tena mtu mwingine aliyekuwa anasema kwa niaba ya Musa, alisema mwenyewe. Mungu anajua madhaifu ulionayo. Mungu anajua udhaifu tulionao sisi kama wanadamu. Kwa hiyo usijaribu kujitetea mbele za Mungu kwa lile analokutuma kufanya. Cha msingi ni kumwomba Mungu akupe ujasiri. Haleluya. Amen. Ni kumwomba Mungu akutie nguvu. Ni kumwomba Mungu akuwezeshe. Kwa nini? Kwa sababu hayo unayofanya sio ya kwako, ni ya kwake yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.